Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watizamaji wa Shehe Katoto TV, karibuni sana katika kipindi chenu cha Wema ambacho anayetangaza ni Shehe Ali Muhammad Salim. Kwa kila siku muda kama huu, naomba tuwe mwanzo hadi mwisho kunisikiliza kwa haya ninayoyaeleza, mambo ya wema ambayo yaweze kutusaidia hapa duniani na kesho ahera. Kwani kuambizana ndio uzuri na kukumbushana. Kwa kweli nasikitika sana na naihusia zaidi nafsi yangu pamoja na nafsi zenu katika hali tulionayo sasa hivi. Katika mwezi ulioondoka, mwezi wa Ramadhani, kwa kweli tulikuwa na takwa nyingi sana, tulikuwa tunafanya wema mwingi sana, lakini cha kusikitisha sasa hivi tumeanza hili 10 tu la pili la Shawali, lakini kwa kweli hatueleweki, hatuangaliki. Yaani huu ulimi tunaishi katika kiungo ambacho huwa kinazungumza mambo yaliyokuwa sio, na tuliweza kukizuia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa kisizungumze mambo mabaya, kisizungumze mambo ambayo hayafai, lakini sasa hivi imekuwa kama kimefunguliwa. Kwa kweli ule mwezi wa Ramadhani umeshaondoka, lakini Mwenyezi Mungu bado hajaondoka na wala hataondoka, na bado yupo. Kwa kweli tusifanyeni wema kama tulivyokuwa tunafanya mwezi wa Ramadhani. Tuoneane huruma, tusaidiane, tutoe sadaka, yaani mwenzako umuonee huruma, na vile vile ujilinde katika hichi kiungo cha ulimi, usitamke masuala mabaya au kukaa tukikazungumza maneno yaliyokuwa sio. Kwa kweli hili sio zuri, na kwa kweli hili itakuwa ni jambo baya, kwani katika kiungo kibaya katika sisi binadamu, ulimi ni kiungo kibaya sana. Kwani kama hatukujizatiti, ulimi utatuangamiza na utaenda kututia motoni. Kwani tunavyoangalia sasa hivi baada ya kuisha huu mwezi tu, yaani maajabu mengi ya maneno ya kashfa yanayozungumzwa, mtu anatukana tu, hajali lolote. Kwa kweli kama mtu alikuwa akiuheshimu mwezi ule umemalizika na haupatikani tena mpaka mwakani kwa Mungu atakayemjalia kufika. Lakini kama ni ule wema tu ambao tunatakiwa tuufanye kwa kuufanya kwa ajili yetu wenyewe na kumfanyia Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu bado yupo na ataendelea kuwepo na kuwepo na kuwepo, kwa sababu hana mwanzo wala mwisho. Lakini sasa hivi nawahusia sana pamoja na nafsi yangu, tuulinde sana ulimi, tusizungumze mambo ambayo yaliyokuwa sio. Vile vile na hichi kiungo cha macho ilikuwa mwezi wa Ramadhani tunakaa tunaangalia, hatuangalii kitu ambacho tunajua kinaweza kikatutengua Ramadhani yetu au kinaweza kutushindisha na njaa au kiu. Tulikuwa tunafanya mambo mazuri sana. Basi kwa kweli hata kama Ramadhani haipo, Mwenyezi Mungu bado yupo na ataendelea kuwepo. Tuhofu jamani, Mwenyezi Mungu bado anatupenda, na vile vile tunakumbushana tusijisahau. Tumeshatoka katika sehemu nzuri sana, tumepasi vizuri sana. Ina maana yale masomo tuliyoyasoma tuyaendeleze, tusijamae, yani tusiwe tu na nafsi sui, yani amara, yani katika nafsi ambayo inatuamrisha maovu, yani tuyaachi hayo, turudi katika toa ile ya Mwenyezi Mungu, kusaidiana, kusikilizana, kuheshimiana. Kwa kweli ndugu zangu, wazee wangu, dada zangu, wanangu, nazungumza kama Ramadhani imeisha, lakini Mwenyezi Mungu bado yupo na ataendelea kuwepo na hana mwanzo wala mwisho, na huyo ndio tunayemfanyia hivi ili atulipe sisi. Sisi hatufanyii Ramadhani, tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ili akatulipe yale mema yake kwa tunayoyafanya. Turudi jamani, bado nafasi tunayo, na vile vile muda bado tunao. Tusikae tu tukajiachia sasa hivi, tukakaa vijiweni tukazungumza maneno yaliyokuwa sio,
tukakaa vijiweni, tukaanza kuangalia vitu vilivyokuwa sivyo, tukaa tunaoneshana, angalia yule kapita na nguo hiyo, unasifu mtu kavaa nguo fupi au maumbo yake yote unayaona, alafu wewe unasifu. Kwa kweli hutakiwi kusifu, unatakiwa ukemee na ulani, kwa sababu utakapolani itakuwa wewe huko pamoja naye, kwa sababu kitu chochote kibaya inatakiwa ukitetee kwa nafsi yako na nguvu zako. Huwezi kabisa hayo, basi uchukie ndani ya moyo wako, sio ufurahie. Kwani tumepata mafunzo mazuri sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mafunzo tuliyoyapata tuendelee nayo mpaka tutakapofika tena Ramadhani, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atakayemfikisha, na itakuwa tumefanya jambo zuri sana. Na vile vile macho yetu tuyaangalie vizuri sana, ili kama tulivyokuwa mwanzo tulikuwa hatupendi kuangalia haramu, hatupendi kuangalia kitu ambacho kinaweza kikatutoa katika toa ile ya Mwenyezi Mungu na kutuharibia swaumu yetu. Basi vile vile hata sasa hivi kama hatufungi, lakini inatakiwa yale tuyafanye vile vile, tusiangalie kilichokuwa hakifai, tusiangalie lililokuwa ambalo sio zuri, na vile vile tusizungumze ambalo lililokuwa halifai. Tuendelee tu vile vile hata tunapokuwa na watu wengi au katika maskani, tuendelee kumtasabahi Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu yuko wakati wote, na wakati wote Mwenyezi Mungu anapenda umtaje na umshukuru na umuombe yeye. Basi pale ndio anapofurahi Mwenyezi Mungu, na wewe ukaona maisha yako yanaenda vizuri. Kwani utakapokuwa na Mwenyezi Mungu umemweka mbele, hakuna hata kitu kimoja kitakachoshindikana, na hakuna hata kitu kimoja utakachokikosa. Basi nawahusia sana pamoja na nafsi yangu, turudi kumcha tena Mwenyezi Mungu kwa sana, kwani Mwenyezi Mungu yupo na ataendelea kuwepo na hana mwanzo wala mwisho. Tuendeleeni na maadili yetu tuliokuwa nayo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile vile tusiangalie kitu ambacho hakiangaliki, yani tukaanza kuwa na masimu yetu makubwa yale, tukadownload video yaliyokuwa sio, tukadownload vitu ambavyo vilikuwa sio, tukaangalia. Kwa kweli tunakuwa sio vizuri, na wakati tumeshatoka huko tulikuwa hatuangalii vitu kama hivyo, na hata ulimi wetu ulikuwa umeshazoea kuleta istighfaru kwa sana. Basi tuuzoeshe usirudi tena katika hali ile ya ujeheli, ambayo ni hali ya ujinga, ambayo ni hali ambayo ya kuwa ni mbaya kwetu sisi. Ibilisi anajikaza atupeleke kule, lakini sisi tuseme auzu billahi minashaitani rajimi, yani kumlani huyu ibilisi. Basi itakuwa ni nguvu kubwa sana na kuendelea na ule wema ambao tuliokuwa nao ndani ya Ramadhani, na ile takwa ambayo tuliokuwa nayo ndani ya Ramadhani. Tusiangalie vitu vilivyokuwa havifai, tusizungumze maneno yaliyokuwa hayafai, kwani hapo itakuwa tumefuzu vizuri sana. Lakini sasa kuna baadhi ya kweli ya watu sasa hivi utafikiria sio Waislamu. Kwa nini mnafanya hivi? Hii nafsi bwana inatuangamiza. Kwani nafsi inaangalia amara tu, yani wao suil amara, yani inaangalia maovu tu. Sasa sisi tuyashinde haya maovu ili tumshinde na huyu ibilisi. Kwani ibilisi ni kiumbe mmoja mbaya sana, ambaye aliochukua ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu kutuharibu sisi, lakini na Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe huna nguvu yoyote wa kuharibu hawa, na nitakaye muongoa itakuwa nimeshamuongoa wewe, huwezi kumfanya chochote. Ina maana Mwenyezi Mungu kuzungumza kauli ile ni kutupa nguvu sisi, kututetea. Basi na sisi vile vile tuwe na nguvu ya kumlani huyu ibilisi. Tusimame katika msimamo wa kufanya ibada, tusimame katika msimamo wa kutoa sadaka, tusimame katika msimamo wa kusaidiana, tusimame katika msimamo wa kuoneana huruma kama tulivyooneana mwanzo. Kama mtu hajapata riski, unamsaidia mwenzako apate riski. Ndio haya maisha ambayo tuliofundishwa katika mwezi uliotoka. Ina maana tuendelee nao ili tupate raha zaidi, ili tupate mambo yaende wepesi. Na kama tutakwenda hivyo, kila kitu tutakiona kiko chepesi kabisa, na neema zitazidi, na kila jambo litakuwa zuri. Basi tujitahidi tusiingie katika hururi. Hii dunia tunapita.
kwamba dunia tunapita, ina maana tujitayarishe katika hii safari tunayokwenda, ambayo huko tutakaa milele na milele, na kitakachotusaidia ni haya ambayo mazuri tumeyachuma, na vile vile mazuri ambayo tutakayoyachuma, kwanza tuvidhibiti viungo vyetu viwili. Hivi ndio viungo ambavyo vina hatari sana. Ulimi tuudhibiti, usizungumze mambo mabaya. Ulimi tuudhibiti, usizungumze vile unavyotakiwa. Ulimi tuudhibiti, yani usilete maneno ya ugomvi. Na vile vile macho tuyadhibiti, yasiangalie kitu kibaya, yasiangalie mambo yaliyokuwa hayafai, yasiangalie picha za ngono. Yani kwa kweli itakuwa hapo tumefuzu zaidi na tumepasi zaidi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, na hilo linawezekana. Tujitahidi, kwani tunapoona tumekosea hapa tunakumbushana, na wahusia sana pamoja na nafsi yangu, tujitahidi, kwani tunakotoka ni kuzuri, na vile vile tunapokwenda tuende kuzuri. Kwani tukifanya vingine vyovyote, tukifuata hii nafsi zui amara, basi itatuamrisha maovu. Kwa kweli mwisho wake tutakuja kujuta, itakuwa majuto yale hayana faida kwetu sisi, isipokuwa ni hasara. Kwa maana hiyo, hapa tujipinde, na bado moyo wetu uko vizuri na tumetokana katika mambo mazuri, tuna uwezo wa kujipinda na tukashinda, na tukamshinda ibilisi laanatullahi, huyu ambaye anataka atuangamize. Basi kwa kweli ile neema tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi tuiendeleze, na zile huruma tulizokuwa nazo ndani ya mwezi wa Ramadhani tuendeleze nazo. Tuzidi kupendana, tuzidi kusaidiana, vile vile tuunge udugu, tusikate udugu, kwani hayo yote tulikuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunasikilizana vizuri, tunapendana, tunasaidiana. Kwani kimepungua nini? Hakuja pungua chochote, isipokuwa sasa ni kuyaendeleza yale, ili tupate radhi zake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu sisi anatupenda, na ndio maana akatufanyia haya. Ina maana unapopendwa na mtu, basi vile vile na wewe inataka ujipendekeze, kwani Mwenyezi Mungu anatufanyia mengi, na hana chochote anachokitaka kwetu sisi, bali sisi tunahitaji kwake yeye Mwenyezi Mungu msaada wake, na atulipe yale mema kwa yale tunayoyafanya. Kwa kweli ndugu zangu, wazee wangu, dada zangu, wanangu, tujiangalie vizuri katika nafsi zetu. Tusiangalie tu katika sasa hivi tukazungumza maneno yaliyokuwa sio, tukakaa tu tukaangalia vitu vilivyokuwa havifai. Kwa kweli yale sio maadili tuliotoka nayo katika tulikotokea. Turudi pale pale wakati tumeshatoka chuoni na tumehitimu, yale tuliyoyahitimu tuyafanyie kazi, ili Mwenyezi Mungu afurahike na atulipe vizuri sana. Kwani atakapotulipa vizuri, itakuwa ni wenye kufaidika hapa duniani na huko kesho ahera. Yaani tusijisahau na nafsi tukaiendekeza kwa vile inavyotaka, kwani nafsi mara nyingi huwa inakuelekeza wewe ufanye maovu. Kwa kweli unapofanya maovu unaharibikiwa, na vile vile ulimi huwa unataka utamke yale mambo ambayo yaliyokuwa sio, ili upotee, ili Mwenyezi Mungu akakuhukumu kwa kukutia moto. Sasa tujitahidi katika ulimi wetu, turudi vile vile, kila tunapokaa tulete istighfaru, kila tunapokaa tusome Qur'ani, na vile vile kila tunapoangalia tuwe tunaangalia wale wanaosoma Qur'ani, wanaoangalia kusema maneno mazuri, mashehe wale wanaotoa mawaidha, tuangalie hivyo. Isiwe tumekaa kikundi tunaangalia picha za ngono, hazitotuletea lolote zile zaidi ya hasara na kujiumiza sisi nafsi yetu. Katika siku ambayo tunaondoka itakuwa hatuna kitu, ni majuto makubwa. Kwa kweli wasia wangu pamoja na mimi nafsi yangu ninavyohusia ndugu zangu, wazee wangu, tujitahidi na kufanya wema, kwani tunapofanya wema
tutalipwa wema na ala hatutojuta. Tujitahidi sana kabisa, kwa sababu tumetoka katika somo zuri na tumehitimu vizuri. Ina maana unapohitimu vizuri, na hata unaposikia unapoenda hospitali ukaambiwa dokta fulani ndio mzuri, unakuwa wewe unamfuatilia yule dokta, kwa sababu imani yako utatibiwa vizuri pale na yule dokta. Sasa na sisi wakati tumetoka katika mafunzo mazuri, ina maana tuyaendeleze yale mafunzo mazuri ili tupate kulipa vizuri zaidi na Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.